Oktoba 17. Ijumaa, mwaka wa 2025. Mwanafunzi wa uinjilisti anayeokoa chanzo. Isaya 60:20. Jua lako halitatua tena na mwezi wako hautafifia tena. Bwana atakuwa nuru yako ya milele na siku zako za huzuni zitakoma. Ingawa dini ya Kiyahudi ilitesa kanisa la kwanza bado liliendelea kuathiri ulimwengu. Kwa mtazamo wa kibinadamu, ilionekana kuwa haiwezekani wakati huo. Hata hivyo, ujazo wa Roho Mtakatifu ambao Yesu aliahidi, pamoja na baptizan 7, zilileta uhai kwa watu binafsi na kanisa pia. 100% kwa uwezo huu, jukwaa, mnara wa mlinzi na antena vilianzishwa kwa udhabiti. Pia, safari 7 walizozianza kuokoa ulimwengu zilizingatiwa kuwa shamba 100%. Nguvu ya kiti cha enzi, kuvuka kwa wakati na nafasi, na majibu ambayo hayajawahi kutokea yamejumuishwa ndani ya hili. Majibu ya kweli yalijitokeza kupitia miongozo 7 na hii ilisababisha uamsho kamili. Popote pale ambapo baptizan kamili inainuliwa, uinjilisti wa kieneo na ulimwengu utaanza kufanyika. Mtu anapojazwa na Roho Mtakatifu, maombi hutiririka kwa kawaida, neno la Mungu hutimizwa na uinjilisti huwa ukweli. Wito wako ni kufikisha hili kwa waumini. 1. Uponyaji. Watu wamenaswa chini ya mikakati 12 ya giza. Shetani hujenga makao ndani yao na pepo hutembea kwa uhuru kutengeneza ngome. Wamekwama katika giza la kiroho na baba yao ni Shetani. Shetani hutenda kama mtawala na mungu wa uongo wa dunia hii. Ni lazima wawekwe huru kutokana na hili. 2. Kilele. Kisha ni lazima wakuzwe kama vilele wa kiroho. Wanahitaji kurejesha yale yaliyokuwa ya remnant 7 na kanisa la kwanza. Kama Paulo ambaye alielewa hili kwa kina, lazima wafuate mwongozo kamili wa Roho Mtakatifu ili kufahamu kile ambacho kweli ni muhimu katika shamba na kutambua umuhimu wa masinagogi na Roma. 3. Changamoto maisha. Unapotoa changamoto kuelekea uinjilisti wa ulimwengu, sehemu muhimu zaidi ni kuelewa misheni yako. Asubuhi, unapaswa kuomba ili kufufua ubongo wako, roho na mwili wako. Wakati wa mchana, unapaswa kuleta uzima kwa watu, shamba na kazi yako. Usiku, unapaswa kupata nguvu, majibu na uzoefu wa uponyaji wa kibinafsi. Hivi ndivyo lazima ujitie changamoto ili kuishi na utaratibu mpya. Muhimu zaidi ni kuanza wakati wa kutafakari kwa kina ndani ya kanisa. Siku ya Ijumaa lazima uinue mashahidi ambao wana ushahidi halisi na kuongoza majadiliano ambayo yanalingana na mkondo wa kiroho. Wakati hili litatokea, uamsho hufanyika na baptizan ya kweli itajengwa. Ombi la agano. Mungu Baba, ninakushukuru kwa kunipa fursa ya kupokea baraka kuu. Naomba iokoe ulimwengu mzima. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.